Kuimba sio kusema Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord, church. Yeah, kama we are ministers, ni kumaanisha kama tutatilia mchezo na huduma yetu, tutasimama kwa madhabahu kupeana nini by the way? That's why unapata ya kwamba a worship minister anaimba alafu tutembele Bwana, tutembele. And because under revelation of the word of God of what is worship, Bwana asifiwe. Congregation nayo ikiwa kama wewe, ni kumaanisha ya kwamba hiyo church ni a confusion. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. So we saw last Sunday, Romans chapter 1, we serve God with what? God is our witness that we serve God with our talk to me louder. Maureen, siongee kwa sauti hiyo, unasema kwa maana ndio right. Our what? Pigeni Maureen makofi mazuri leo. Bwana Yesu asifiwe. Wiki mzima hujarevise hizo notes, alafu Sunday unakuja. Ebu Bwana Yesu asifiwe. Ebu tuulize, praise the Lord church. See, we are all ministers. Wiki mzima nimeenda shughuli zangu, nimekaa, no word study, no prayer, no meditation of the word of God. Alafu Sunday ninafanya hapa. That's why God kuna viwango hata wai tupeleka, because we are not serious with our ministries. Praise the Lord church. Bwana Yesu asifiwe. Yes, wiki mzima ushinde kuzurura, ushinde online. Na cha ajabu, TikTok sikatai kuwaona, FB sikatai kuwaona, WhatsApp sikatai kuwaona, but in the time of word, you are not there. And Sunday you are here, you are telling God to use you. Which God? Bwana Yesu asifiwe. This is the message of the Lord to us. Which Lord who will use you? Let me tell you, without enlarging your spiritual capacity, you will remain in the same place. Na adui kile ata make sure ni ya kwamba you continue to be dry every time. Na ukisimama mbele ya watu, experience, unapata ya kwamba you are serving God with your flesh. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata ya kwamba there is no dimension of the spirit. You have no Holy Spirit in you. You have no word in you. So hata Mungu inabidi aweze akakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Do you want to go far in this life? I say, do you want to go far in the spiritual matters? Feed yourself. Is it what? Colossians 3:16. Can I confirm? Inasema, let the word of God dwell in you richly. Bwana Yesu asifiwe. Let the word of God remain in the Bible. Dwell where? Let the word of God dwell where? Dwell in us richly. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Am I talking to ministers this morning? Are you ready to fill your heart with the word of God? I say, are you ready to fill your heart with the word of God? I declare in the name of the Lord, your life will never be the same again. I say your life will never be the same again. Your ministry will never be the same again. When you fill your heart with the word of God, your life will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe. Colossians 3:17. Colossians 3:17. What does it say? Endelea tu. Kuna neno natafuta, kuna word natafuta. Bwana Yesu asifiwe. 16 nasema aje? Let what? Let the word of what? Do what? Dwell in the Bible. No, let's talk church. Let the word of God be in the Bible. Dwell where? Dwell where? Thank you for personalizing that scripture. Let the word of God do what? Dwell in me
unasikia not dwelling. Ushaisikia mtu anasema ako poor. Do you know you can be poor in word? So when you lack the word of God, kwa maana the word rich is being used there. Ni kumaanisha ya kwamba when you lack the word of God in you, you are poor spiritually. But when the word of God is in you, ni kumaanisha you are rich in the word of God. I say you are rich in the word of God. I pray for grace over your life, that the word of God will find a place in your heart. I say the word of God will find place in your heart in Jesus' name. Do you know why worshipers, ministers, praise and worship ministers are full of gossip? Because instead of filling their heart with the word, they have filled their heart with gossip, with bitterness. Praise the Lord. Pride imejaa ndani ya mioyo ya ministers, lakini ninaomba katika jina la Yesu Kristo, the word of God will find place in our hearts. Bitterness haitapata mahali in our heart. Pride haitapata mahali in our hearts katika jina la Yesu Kristo. Gossip haitapata mahali in our hearts in the mighty name of the Lord Jesus. Grudges haitapata mahali. Bwana asifiwe. Can I show you an antidote? Vitu zingine unangangana nazo katika hii maisha, just exchange with the word of God. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. And do you know what? The word in this Bible, yes, Holy Spirit anaweza akaitumia. But do you know when you fill your heart with the word of God, when you are worshiping, Holy Ghost asomangi Bible, he reads the word in your heart. Anaanza kuidownload, anakuambia, now I want to use Psalm 50. I want to use Matthew 6:33. When you are praying, Holy Ghost anaanza kutumia the word you have eaten into your heart. I say, fill your heart with the word of God. I say as the minister, fill your heart with the word of God. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu unangangana nazo. The moment utasema ya kwamba enough is enough, you begin to hear the word of God. The moment you swallow the word of God, hizo vitu zitaanza cruise power over your life in the mighty name of the Lord. Ninasema asubuhi ya leo, as ministers of the word of God, for Holy Ghost to use the word of God, lazima hiyo neno likuwe ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tuliona there are steps to download the word of God into your heart. Bwana asifiwe. Number one, we said reading the word of God is not enough. When you read the word of God, number one, inakupatia information. Hello, church. The word gives you what? Information. So that word is in your mind level. And the word in your mind cannot help you. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. The word in the Bible cannot help you. The word in your mind cannot help you. Well, even do you know the word in your mind, Satan can corrupt that word. Because in the realm of mind, reasoning iko mahali pale, doubt iko mahali pale, disbelief iko mahali pale, fear iko mahali pale. Bwana asifiwe sana. So, you, after reading the word of God, you enter into another level of studying the word of God. Bwana Yesu asifiwe. You do what? You begin to study. And when you study the word of God, you carry different materials to study the word of God. If you want to be a qualified minister. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Can we check it? Sasa mume divert, sasa inabidi sasa naenda na jengine. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Are we in the 2 Timothy chapter 2? I dot it quickly. I can see with your mic. 2 Timothy chapter 2 verse 15. The Bible says, yes. Be diligent to present yourself to God. Yes. As unapproved. Yes. A worker who doesn't need to be ashamed. A worker. So, which means a worker can be ashamed. Continue.
correctly Correctly. teaching the word of truth. Teaching the word of water. Truth. Correctly. So inamaanisha, in teaching the word of God, there is a place of error. You can make mistake in teaching the word of God. But I pray another inasema, rightly dividing the word of God. My prayer for every minister here ni ya kwamba you will study. I need this version ambayo inasema study. Who was that version? Kama uko na hiyo version, read for us with a microphone. Study. Do what? Nani ako na hiyo version? Maureen yako inasema aje? Philbert yako inasema, Dominic, quickly, kila moja ako kwa Bible. We are doing Bible study as ministers. Study. Do what? Hakuna mtu amepata hiyo version inasema study. Okay, Justin, tusome hiyo uko nayo. Do your best. Philbert. Yeah. We cannot hear you. Do your best. Bwana Yesu asifiwe. Dominic yako inasema aje? I'm looking for a version ambayo inasema study. Study. KJV. Thank you. Study to show yourself. Do what? Study. Read. There is difference between reading the word and studying the word of God. Bwana asifiwe. Okay, Doti, read for us hapo juu. Hapo kumeandikwa na namba za red. Attention please. Amefanya nini? Ameread. But the study nile unakuja attention. Please. So, anaacha kila kitu yote ambayo alikuwa anafanya nini? Focus yake yote iko kwa hiyo karatasi. Bwana asifiwe sana. When do we have morning glory? Yes, we have morning glory. Which time to which time? 5 a.m. ama 5 p.m. Kwa maana katika kuread anaweza akaona 7 p.m. But when you study, you are keen to the details. Bwana Yesu asifiwe. You focus according with tenses. Praise the Lord. Is it past tense, present tense, ama future tense? Bwana Yesu asifiwe. You are keen to kuangalia ya kwamba who is talking, to who, when and where. Hello? So you gather material to study the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, I can see ladies here. So without the studying the word of God, understanding Bible contextually, I'm understanding the background, I'm understanding the time the word was written, who wrote it, he wrote to who, and why. Hello? Why? Paul kuna mahali anasema, ladies kwa kanisa msiongee. Is it in the Bible? Mbona Josephine unaongeanga? So you disobey the word of God. Kuanzia leo mnyama. But when you begin to study, Bwana asiwe sana, you take the word of God. You take a dictionary or a commentary. You take who is writing. It is Paul. Bwana asiwe sana. Anaandikia nani? He is writing to Corinthians. The reason for writing was what? Hello? Sababu ya kuandika wa mama kanisani wanyamaze ni nini? Alafu inasema waende wakaulize wazee nyumbani. Na wale hawana wazee. Hello church. So unapochukua, kwa maana Bible niliwaambia kwamba saa nyingine unapata Bible kuna mahali imeandikwa in summary form. Praise the Lord church. So hiyo material inatusaidia to dig deeper to understand the reason behind the writer, why he wrote. Bwana Yesu asifiwe. From today you will minister by the grace of God. You will rightly study the word. You will study the word of God. Na hautakuwa ashamed in the mighty name of the Lord. Shame is not your portion in Jesus' name. Kama tuko pamoja sema amen. So you are there, unaangalia unapata ya kwamba Paul aliandikia awa mama. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kuandikia ni nini? Because there was a division in the church. There was a confusion in the church.
Bwana Yesu asifiwe. Now that is Paul writing to the Corinthian church. We are not Corinthian church. Now you ask yourself, how does this verse apply to me? Hello? Hili andiko, kwa maana studying the word of God, it is not the final. There is a place for application. I say there is a place for application. When you study the word of God, the word will push you into a dimension of application. Praise the Lord, church. Because I found many of us unapata kwamba we enter into the place of only knowing. Bwana Yesu asifiwe. Knowing is not enough. Tell your neighbor, knowing is not enough. You need to study the word of God. Bwana Yesu asifiwe. For example, last Sunday but one, we began to see about the spirit, the gifts of the Spirit. The gifts of what? So, you will find in the word of God, the gifts are mentioned there. Why the gifts were given. So, when you study the word of God, you will arrive into place of understanding and into place of application. Kwa maana, Bible is not a book of information only. It informs you and it transforms you. Are you hearing me? It does what? Talk to me, church. It does what? It does what? Informs you what is available to you by the finished work of the cross. Number two, it helps you on how to get that thing, how to access it. Praise the Lord. Do you know, I came to realize many people right now are praying to God and they are in charge for God to give them Holy Spirit. Hello? Can I tell you, it is an error to tell God to do what he has already done. Because as we speak right now, since 2,000 years ago, Holy Spirit was poured on the church. Now, when you need the gift of Holy Spirit, you receive the gift of the Spirit at the place of new birth. Hello, church. But when I say, when we believe the gospel, when we did what? What is the gospel? Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So that is the only formula whereby we receive the Holy Spirit. Not when we are baptized with many water. Not when we come to church. Not when we are given a muzungu name. Hello, church. Is it in Colossians? Inasema we are sealed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13 quickly. Bwana Yesu asifiwe sana. Ephesians chapter 1 verse 13. Read for us. The Bible says, yes. In him you also were sealed. In him you also are done water. Sealed. You are water. You are sealed. You are water. Sealed. In him you were water. You are sealed. Yes, continue. With the promised Holy Spirit. With the promise of water. Holy Spirit. Yes. When you heard the word of truth. When you did water. Heard the word of truth. And did water. When you heard the word of truth. The gospel of your salvation. The word of truth, the gospel of what? Of your salvation. Yes. And when you believed. And when you did water. Believed. Do I have believers in the house this morning? Yes, I say, do I have believers in the house this morning? Yes, sir. Bwana Yesu asifiwe. When you believe the gospel, hear me vizuri. Nasema nisikize vizuri. Holy Spirit does not come in you. Hello? Hello, church. Hello, ministers. Holy Spirit does not come to you because you go to church. The formula is for you when you believe the gospel. And what is the gospel? The death, burial,
and resurrection. So if you believed anything else, you are not a candidate of the Holy Spirit. Uliza mwenzako uliamini nini? Hello? No, talk to your neighbor. Kila mtu make sure mahali umekaa uko na neighbor. Tembea mahali uko na neighbor ukae karibu na yeye. Either mkiwa wawili ama watatu. Speed. Ask your neighbor uliamini nini? Yeah, Maureen, you can come here forward quickly. Ama enda pale kwa ule ndugu. Ya muulize wewe uliamini nini? Kwa maana wengine walijipata church. Wengine tuliambiwa rudia hii maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimeacha dhambi zangu, nimeacha dhambi zangu. That is not the formula for salvation. Diana, Bwana asifiwe sana. My brother, karibu. Wewe uliamini nini? Praise the Lord. What is the gospel? Write down. The gospel is death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Abdi, karibu. Unaona vile mnakaa starehe, hamuna Bible hata hamuna mahali pa kuandika. Haya ni tu starehe. Philbert, what is the gospel? Read, tusomee kile umeandika. Soma kile umeandika. Nimesema what is the gospel na nikasema write down. Maureen, what is the gospel? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. So, Doti, wewe uliamini nini? Do you know nilikuja kupata kanisa unapata watu wamejaa na wajaokoka? Because they believed different things. Philbert, kwa Kirwanda, what is the gospel? Sema kwa Kirwanda. Death, burial and resurrection. Ama kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Sema kwa Kirwanda kwa sauti. Kwa hiyo si Kirwanda. I'm helping people this morning. Tunajaribu ku connect 1 Corinthians 15 verse 1 to 4 to Ephesians chapter 1 verse 13. Kwa Kirwanda, sema kwa Kirwanda. Praise the Lord, church. So the gospel is number 1 kwa sauti. 2, 3. Rudia tena. What is the gospel? Number 2. Number 3. What is the gospel? Number 2. What is the gospel? Yes. What is the gospel? Yes. What is the gospel? Death, burial, and resurrection. That is our gospel which saves us. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. I say patia Bwana Yesu makofi mazuri. That is the gospel. We don't believe Jesus. We believe what he did. Hello? I say we don't believe Jesus to be saved. We believe what he did. Because what he did is what activates the Holy Ghost to come in us. Do you know? Pastor unatuchanganya. Josephine, you can believe Jesus and you are not saved. Maureen, you can believe Jesus and you are not saved. Mom, you can believe Jesus and you are not saved. But the moment you believe Jesus, what he died for myself. The death I was to die, he died that death. And in that death, we died together with him. We were buried together with him. And we were raised together with him into the newness of life. You are now saved. Hello? I repeat my statement. You can believe Jesus and you are not saved. I don't know whether you are getting me, church.
Are you getting me this morning? You can believe Jesus. Doti, naamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. You are not saved. Because salvation, it is an internal work by the Holy Spirit. Dominic. I say salvation is an internal work by the Holy Ghost. Salvation is not external. Salvation si kwamba nilikuwa mlevi nikaacha kulewa, sasa nimeokoka. You are not saved. You need to believe the gospel, because the channel to be saved, it is to believe the death. Ya kwamba Romans chapter 3 verse 23, the wages of sin is death. So when Jesus was crucified, he died on my behalf. When he was buried, I was buried together with him. And when he rose again, he conquered that death. He conquered the grave, and we rose again with him. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Nasema shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Hallelujah. So, to receive the Holy Spirit, that is the only channel. Ephesians 1:13 mahali tumeona. Now when you believe the gospel, when you believe what? You know the gospel. Sometimes we were told, ukibatizwa na maji mengi ndio umebatizwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Baptism of water is in an external water. Na nimewaambia salvation is an internal work. Hello church. Bwana Yesu asifiwe. Soon we are going to tutaenda detail by detail of this salvation. We will go to death. What happened when Jesus died? The reason why he died, the burial and resurrection. Do you know that is a message tunaweza tukahubiri hapa for 5 years? None stop. Maureen, you believed what? Wengi tulipata tumebatizwa na wazazi. Naitwa Dominic. Ni mfano inapeana. Now kamini, now you are say salvation comes by believing the gospel. 1 Corinthians 15 verse 1 to verse 4. Praise the Lord. Can we visit that verse? 1 Corinthians chapter 15, doti quickly. Na mtu mwingine aweke kidole Ephesians chapter 1 mahali tumesoma Ephesians 1:13. Yes. 1 Corinthians chapter 15 verse. Yes. 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. The Bible says, yeah. Now I want to make clear for you, brothers and sisters, the gospel I preached to you. What? The gospel I preached to you. So Paul preached what? Gospel. Preached what? Gospel. Paul preached what? Gospel. Do you know some preachings mpaka unazisikianga mpaka unashangaa? Is that the gospel? Uliza mwambia mwenzako ninashukuru because today you know what is the gospel. By the way, the gospel, the Greek name for gospel is besora, good news. Good to be good. What do we mean as besora? Besora is the word ambayo where a king uses this word to free a prisoner who has already been condemned. Because of sin which was committed by our first parents. Are you getting me, church? Already through that sin we were condemned. Eternally condemned. So, Philbert, before you receive Jesus Christ, ukitembea hivi you were condemned. Ushaiona mabusu. Already anatembea hivi lakini already ni condemned. That is how we were. Kila mmoja alikuwa condemned. That's why inaitwa good news. Because when Philbert you are condemned, uko mahali pale ni mabusi tu wanakuangalia wanakulinda. Alafu I am president. Nakuja ninasema ya kwamba my brother, you are pardoned. You are done what? And you are not pardoned too hivi. Somebody has taken your place. Dominic has carried the sentence ambayo wewe mwenyewe ulikuwa ubebe. Bwana Yesu asifiwe.
The price ambayo ilikuwa juu yako, because you are condemned and you cannot pay for your freedom. Are you getting me? That's why we preach death. Because death requirement ilikuwa ya kwamba somebody has to free man. And the condition of that person who flees that man should be guiltless, should be sinless. That's why the conception of Jesus, a man was not needed. Holy Spirit participated that duty. Why? To buy back, to redeem Philbert ambaye ni condemned. So when I come to Philbert, kwa mfano hapa ni polisi, hapa ni prison, Bwana asifiwe. Nyinyi nyote ni maabu, ni wafungwa, Bwana asifiwe. So ninakuja ninaambia Philbert, now somebody paid on your behalf. Somebody ile deni ulikuwa umedaiwa ashalipa. What am I telling Philbert? Good news. I say I am telling Philbert what? Good news. So Philbert ataenda kulipa. Cha Philbert ni kuamini kile nimemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Anaamini ya kwamba Philbert unajua ni aje? Unajua umefungwa mazee naona ukiozea hapa ndani. Lakini leo nimekuja na habari njema. Ile kufungwa ulikuwa umefungwa, imagine Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako. Ni kwa maana sheria ilikuwa inasema kuna mtu anafaa kukufa kwa ajili ya Yesu Kristo, imagine amekufa. Okay. After that amezikwa. Na zaidi ya yote amefufuka. Kwa maana kifo cha Yesu Kristo kiko na kazi ambayo kinakamilisha katika maisha yetu. Kuzikwa kwa Yesu Kristo kuko na kazi. That's why we don't believe death alone. When you believe the death of Jesus alone, you are not saved. Mpaka doti naona ameweka supporting system kwa kichwa. When you believe death alone, burial alone, you are not saved. The complete circle should be death, burial, and resurrection. Are you getting me, church? Because through resurrection, when Jesus rose, we rose together with him. And through the resurrection, Bible inasema we were justified. So in resurrection inasema the work of resurrection, it was to justify you. Ya kwamba now you are no longer a convict. You are no longer a sinner. You have been declared righteous. Fatia Bwana Yesu makofi mazuri. You have been declared what? Righteous. Not on your merit, but on the merit of the one who has died on your behalf. Romans chapter 5 verse 1. The gospel is very sweet. Inasema the gospel is very sweet. I say the gospel is very sweet. Bwana Yesu asifiwe. So ninaambia Philbert, now already records inasema ya kwamba you are free. Now Philbert atakuwa amechanganyikiwa akikatalia ndani. I'm using Philbert as an example. Nasema Philbert atakuwa amechanganyikiwa akikataa ku believe the good news ya kwamba pasa hapana, I have to pay. Now ninakuambia hivi, hauna kile kinahitajika kulipa. Just believe Dominic amelipa kwa niaba yako. So Philbert, get out of this place. Kile Philbert anafaa ni kuamini ya kwamba I am justified. I am now the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. I am the new creature. I am no longer a sinner. Because when you study Amplified Bible, inasema God has declared us righteous. Not pastor, not your parents. I say not your parents, not your degrees, not anything, not going to church. It is God who has declared us righteous. So now we are the righteousness of God in Christ Jesus. We are no longer condemned. We are free
by the grace of God. Shangilia Yesu Kristo kwa makofi mazuri. Nasema shangilia Yesu kwa makofi mazuri na vigelegele. We are free. Bwana asifiwe. That is the gospel. Unaweza enda church for the rest of your life, but you go to hell. Are you hearing me, church? Unaweza kuwa umebatizwa na maji mengi, but you go to hell. Unaweza amini Yesu Kristo, but you go to hell. But when you believe what that Jesus did, you are saved. Ephesians chapter 1 verse 13. Now you are sealed. You are what? You are what? You are sealed with the Holy Spirit. That is the moment we receive the Holy Ghost. I say that is the moment we receive the Holy Ghost. I say that is the moment we receive the Holy Ghost. 1 Corinthians 16:17. The gospel is very sweet. That's why inaitwa good news. I say inaitwa the good news. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Quickly read for us. Oh, glory to God. Hallelujah. Yes. Chapter 17. Chapter 6 verse 17. But anyone joined to the Lord. But anyone did what? Joined. Where? Anyone did what? Have you seen something joined? Joined. To the Lord. To the Lord. Is one spirit with him. Is one spirit with who? So there is no difference between your spirit and the spirit of Jesus. You are connected. I say you are connected with Jesus in the spirit. Though in flesh you are not one, but in the spirit you are connected. So when you are walking by revelation of what has taken place in your spirit. You are joined together with the Spirit of God. I carry the Spirit of God. Last Sunday niliwaambia, in you there are two Holy Spirits. Your spirit and the Spirit of God. Now, what meant the Holy Ghost to come in you? Because unasikia anaitwa holy, holy. Somebody shout holy. Somebody shout holy louder. Anaitwa holy. Anaitwa nani? Holy. Now, we know before you believed Jesus, you were a sinner. Not because, okay, do you know what we don't become sinners because we have sinned. We were sin. Okay, I'm talking to believers now. Bwana asifiwe. Unless you are here and you have not believed the gospel, we were sinners because we were born sinners. When you cheated, like Maureen vile amenicheata asubuhi ya leo, that is not the moment you became a cheater. So ile cheater inakimbianga. Bwana asifiwe. You were born what? A sinner. But now, because of that sin, you became unholy. So the Holy Spirit could not live in you because you are unholy. So the moment you believe the gospel, Bwana asifiwe, the spirit ambayo ilikuwa unholy, inakuja, now the Spirit of God anakuja and make your spirit holy. Now your body inakuwa the temple of the Holy Spirit. I say your body inakuwa the temple of the Holy Spirit. Now the Spirit of God anakaa ndani yako, because now the place, the same material of your spirit, it is the same material of the Holy Spirit. Are you understanding me, church? Yes, wasifiwe. Am I teaching good this morning? Hello, church, am I teaching good this morning? Now tell me, what, having this revelation, can you go to sin when you know you carry the Holy Spirit? When you begin to sin, you don't know who lives in you. Number two, you don't yield to his voice. Because when he is in you, Bible inasema in Romans chapter 8, I think verse 26, the Spirit of God bears witness to our spirit. Because they understand each one another. Hello? And because man is a spirit. Man is what? Man is a spirit. God is what?
God is a spirit. So the Spirit of God can talk to your spirit because they are one. I say they are one. I say they are one. The Spirit of God now has a place in you to dwell because your spirit has become holy, and the Holy Spirit now can dwell in you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord, church. Hello? Religion yakuambia we cannot be holy. But can we exalt religion more than the word of God? No. We believe what the word of God says. I say we believe what the word of God says. Not what pastor says. Not one man says. Not what bishop says. We believe what the word of God says we are. When the word of God says we are free. When the word of God says we are righteous. We believe, and after believing we become. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Inasema as we behold, we are transformed into the image. Hallelujah. Ephesians chapter 4, I think verse 17. Inasema put off the old nature and put new nature which is created after the image of God. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Anasema shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Ametenda mambo makuu na mambo ya ajabu. That is the gospel. Hello? Nasema hello. Now when the Holy Ghost comes, he comes with a package. I say when the Holy Ghost comes now in you, Holy Ghost is no longer in heaven. Because you are righteous, you qualify to carry the Holy Spirit. Yesu Kristo alisema, itabidi niende, in the book of Job. And when I go, I will pray to the Father. And he will give you another helper. And he will be in you forever. Not Monday alone. Not 1 month alone. He is in us forever. I say he is in us forever. Hey, Holy Spirit. Hey, that's why Ben Hinn aliandika one of the book, best-selling book, ambayo inaitwa Good Morning Holy Spirit. That's now when you have that. Bwana asifiwe. Another thing you need to know, Holy Spirit is not a wind. Am I teaching good? Holy Spirit is not a fire. Holy Spirit is not a water. When you study Bible utapata ya kwamba many of the language ambayo ilitumika mahali pale to teach people about him. But Holy Spirit, when he comes to you, is a real person. That's why in Bible in him. Oh. He is a real person of the Godhead. So you can talk to him. How are you, Holy Spirit? Holy Spirit, guide me. I want this wisdom. I want to hear your voice. I want to know which direction to take. And you can hear his voice. The problem you thought the Holy Spirit is a fire. Kwa nini Bible inasema is a fire? Inaongelea about fire, water, wind. It is because niliwaambia supernatural cannot manifest in this place, in this realm, without a body. I say a spirit cannot manifest in this realm without a body. That's why unasikia wengi walimulinganisha na wind, because he entered into the body. Wind is a body. That's why in the day of Pentecost in Acts chapter 2, inasema and the fire and the cloves of tongue rested on them. It was not fire, it was him wearing the body of fire. Bwana Yesu asifiwe. He is the person, the third person of the Trinity. Are you understanding what I'm teaching this morning? Munanielewa church? So, wengi wanasikianga nilipokea. It is a fire, he is a person. Maureen, he can talk to you. Holy Spirit talks, he is a person. And can I show you? There is no difference between Jesus, God the Father, and the Holy Spirit. They are one. Hizo vitu zote nimeambia hapa kama hujaandika, you are just enjoying yourself.
If you can carry with your mind, well and good. But there is no difference between the Holy Spirit and Jesus and God. They work together in harmony. Hello? Praise the Lord. They work together in what? So when you receive the Holy Spirit after sealing, you received a person. Not a wind. Not a fire. Hello? Not a wind. Not what? You received a person. Bwana Yesu asifiwe. And now tumeona ya kwamba when he comes to you, he comes now, he enters into your spirit. And you become one with him. You become one with what? Your spirit becomes one with the spirit of what? The spirit of God. Are we together, church? Bwana Yesu asifiwe. Now tuliosema ya kwamba when he comes with a package. He is one spirit. But when he comes number one with the gifts. With what? That's why si mulevi anaimbanga. Hello? Lakini hajaoko? Are we together, church? Mulevi anaimba na hajafanya nini? When he comes with 9 gifts. 9 what? Gift number 1 tuliona last Sunday. Tuliona it is one spirit. Can you remember the demonstration about tulifanya hapa? Wangapi wanakumbuka? Is one spirit, lakini akikuja anakuja na 9 what? Gifts, not the spirits. Tukisema anisha amejidivide another spirits, but 9 gifts. And number 2, anakuja na fruit. 9 fruit, not fruit. 9 fruit. Fruit. Ni 9 lakini ni moja. Fruit of the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Now here is where we are now as ministers. For you to qualify to minister kwa madhabahu, lazima vipawa za rohoni ziweze kufata kazi katika maisha yako. They are given to help you to minister. Nasema they are given to you to help you to minister. Because we saw ministry is spiritual. So you need spiritual gifts to help you to minister. Na kwa wale wanasahau lingi, wale notes wanatupa, tulisema those gifts are what? Number 1, gift number 1. Prophecy. Number 2, talk louder, yeah? Me hata sisikii, Speaking in tongues. Number 3, wisdom, gift of wisdom. Number 3, gift of knowledge. Number 4, interpretation of tongues. Next, we are in number what? Mpaka zifike 9. We are in number what, Josephine? Hakika wema nazo fadhili. Acha kuangalia drums. Focus on your book. Kile ninakusaidia ni, unajua watu wengi gift tulijua kucheza piano. Tukajua kuimba, tukakimbia tukasahau gift. Naweza toa hii. Bwana asifiwe. Joto, ile joto inaku. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Tulipookoka suti tuliacha. Haja wakati tuliokoka, kuna kitu moja ile ilikuwa inaniboa kuoga, suti na tai. Anasema my sister, suti na tai ndio ilikuwa tu inaniboa. Na watu wa masuti na tai nilikuwa wachukia. Kumbe Mungu anajua wewe tutakutana siku moja. Siku yako ndio haijafika. Msichana mmoja alikuwa anaitwa nani? Nilikuwa anamchukia, ndio klasi mzima ndio alikuwa ameokoka. So nilikuwa tu kuanga tu naenda tu na mchuna. Ama ile kumchokoza. Kwa maana mtu ameokoka hafai kukasiri. So kumchokoza si kitu kingine. Niangalie kama ata react. Si unaweza kuanga friend yangu. Nione kama ataingia bo. Shida ni nini? I'm trying to provoke her. Kumbe Mungu anajua siku yako itafika. So mkiona sipendi suti yangu nilianza kuzichukia kitambo. Lakini injili ilifika ho. Holy Ghost alifika ho.
Hasa ni tuhubiri injili, whether na t-shirt, whether na jeans, whether na open shoes, bora injili iweze kueleweka. Sema amen. Bwana asifiwe. So hizo gifts utazipata, tuliangalia mahali uliandika kwa notes zako, the fruit of the spirit, Galatians chapter 5, utazipata mahali pale. Can we check those fruit of the Holy Spirit? Galatians chapter 5. Quickly. You know, to build the foundation of the church ni a serious job. Bwana Yesu asifiwe sana. Church ambayo haijajengwa katika misingi ya roho na neno ni kanisa ambayo upepo wowote unaweza ukaifurusha. Bwana asifiwe sana. That's why we take time to teach the word. Galatians chapter 5 verse 20 what? 22. Yes. The Bible says, The Bible says, unasoma tu moja kwa moja tukiendelea. but the fruit of the Spirit But is the love. fruit of the Spirit Is love. Number 1, love. Hello, church. Now, when you study in the original, inasema the fruit of regenerated spirit. Is it in capital letter or small letter? Remember, Spirit is in a capital S. eh? Capital letter. The fruit of what? The fruit of the Spirit. Is it written in capital letter or small letter? Capital. So ni kumaanisha it is not the fruit of your spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. Talk to me. It is the fruit of what? So, inasema the fruit of Holy Spirit is what? Is love. But inamaanisha inafaa kuwa small letter. Ni small. Inafaa kuwa small letter. Because the original verse text inasema the fruit of regenerated spirit, not Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. So now unapata ya kwamba in those fruit love ndio inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Love ndio inafanya nini? Hello church. Love ndio inafanya nini? Because love in a circle all the other gifts. Number 2, Peace. peace. Number 3, Patience. patience. Number 4, We have joy. joy, not happiness. 5, Kindness. kindness. You are kind to one another. Goodness. Goodness. You are good to other people. But how can you desire people to be good to you and you are not good to them? Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zingine si utaenda kusoma baadaye, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Do you know fruit is a sign ya kwamba the tree has matured? Diana, what have I said? Ukuwa na Immaculate. Ana hii nimewambia mulikuja kusoma. Mungu awasaidie. Okay, mko na bahati iko recorded. Muitishe hiyo video musikize tena. Nimesema fruit is a sign, Dominic, ya kwamba that tree has matured. So when we see these fruits in you, my brother, tunamaanisha you have matured in the things of the Spirit. Why? When you walk in joy, not in happiness. Okay, being joyful, it does not mean there are no things which are unfavorable in your life. Hello? You may be going through fire, but when we see you, we don't see you down. We can see the fruit of the spirit of joy. Ya kwamba there are shakeups, there are winds and there are storms in my life, but I purpose to be joyful. Ni kwa maana Nehemia inasema, the joy of the Lord is my strength. Bwana asifiwe. So kumaanisha you are joyful, si kumaanisha the absence of storms in your life. Bwana Yesu asifiwe. When Bwana Yesu asifiwe, you are kind to others. Hello? You love people. And the love there, it is the agape love. Because we have 4 dimensions of love. Hello? We have agape love, the love of God. Your love there, it is unconditional. Kind to people. I say you are kind to people. You are good to people. Bwana asifiwe sana. Yeah. Si unataka watu wanakuwa wazuri. So when
begin to see these fruits, doti, tunamaanisha already you have matured in the spirit. Lakini kitu kidogo ikifanyika, mood zako zinaenda chini. Najua bado hii mtu bado inahitaji maji. Bible inasema is it John chapter 17 verse 17 inasema the word of God is water. Najua you need water. Nakuja na neno, ninakulisha neno, mpaka upalilie, tunakaa tena. Nakuja napata ya kwamba Bible inasema the fruit of love. You don't love people. Ninajua kwamba you need the word of God. Kwa nini unapata kwa praise and worship itu kwa zishangi? Because hawajawahi elewa when the spirit of God came into them, they need to mature into the spirit. Na ya kwamba hauwezi ukaona ya kwamba watu wanapigana vita. Am I talking to ministers? Hauwezi ukapata pride katika madhabahu. Ni kwa maana the fruit of the spirit iko ndani yao. So when toti utaangalia upate kwa praise and worship, huyu ndada ama huyu ndugu kuna fruit ambao I manifest. Your assignment sio kumchukia, it is to pray for him. For that fruit, for that tree to mature. Ile tree ikimachua tuanze kuona fruits. Yesu Kristo akasema mtawajua kwa matunda yao. Ni matunda gani ambao tunatoa? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatoka wamekwazana kwa madhabahu, wamekwazana kwa kanisa. And you know now, when there is absence of the fruit of the spirit in your heart, Bwana Yesu asifiwe, kile wanga kina manifest parts of the flesh. The same chapter Galatians hapo juu utapata, can you read for us? Hapo juu kidogo. And these are the works of flesh. Bwana asifiwe. That's why you need to walk in spirit. You need to serve God in spirit, not in flesh, because the flesh in details imeandikwa kile kinatoka ndani ya flesh. Read for us. Verse 16. Yes. I say then, walk by the spirit. Oh, okay. Bwana asifiwe. Do what? Walk by the spirit. Ask your neighbor, do you walk by the spirit? Filbert utajua na walk by spirit akiambiwa hii microphone niongezee sauti anaanza kununa. He is walking by what? Napeana mfano na nyinyi. Kwani nitaita watu wengine pale nje nipeane mfano? Morina akiambiwa haujaimba vizuri, badala ya kukubali correction anaanza kufura. Badala ya kusema thank you my daughter, my sister, thank you pastor, thank you my brother, because you love me and you want to see me matured and growing. He is walking by what? So unaona inaanza the first charge, walk by what? The spirit. Ukiongeleshwa tu kidogo hivi wewe ni kama paka. Unajua paka inakaaga inangojea tu iguswe. Wakristo wengi wako kama paka. Hata hujamgusa unanyoosha kidole tu mkono tu hivi. Kashafungua na makucha. Huyo mtu hawezi saidika na ni Mkristo. Yes, mbinguni utaenda, lakini utaenda unmatured Christian. Na niliwaambia siku nyingine mbinguni kuna viwango. Your level of maturity will determine mahali utakuwa unakaa. Kuna provinces, kuna district. Kataa kutia bidii hapa. Utaenda tu kukaa. I'm telling you that hatutakuwa location moja. Nasema that's why we come to church to grow. That's why we come to church to be matured, to be charged, to be discipled. Lakini watu wengi wanafikiri ni kupoteza wakati. Kuna watu kitambo afike constitution ya juu ita take time. Wengine utakuwa unasikia Pastor Betty yeye yako ile level ya juu. Unashangaa na kwani mbinguni ni kubwa aje sijaona doti? Anakaa na masi la wale wengine. Kwa maana life yake vile alikaa hapa duniani. So swali moja ile niliulizwa na wanga inanipiga chenga. Hapo unashikilia mahali niko kwa maana nimetoka in spirit. Mtu aliniuliza, okay, niko na mguu kiwete. Itakapofufuka hiyo maisha ingine mwili nitapewa bado iko na kiwete. Nikamwambia Bible iko silent, Pastor Frank ni silent. Hello? Hiyo ingine tunaachia ukuu wa Mungu utendeka. Kwa sasa hiyo utajibu mtu gani? Mwili inasema tutapewa mwili mpya. Na cha ajabu sasa, Bible inasema Yesu alipofufuka hivi walipomuona walimuona ako na alama.
So zile alama uko nazo Dominic, fanya makeup kabisa, haribu sura. Wadada ongeza huku kabisa. Amen. Alex, bwana asifiwe sana. Yeah. Utaangalia kama pua ni Alex. Mwili utakuwa glorified. Hata sijui Maureen ni mrefu ni mfupi. Sijui kama James pia utaanjasiwa mtoshane. Yani it is a mystery. Hello? Bwana asifiwe. Take care of this body. Ni kubadilishwa tu kidogo itabadilishwa. Lakini utakuwa unaangalia unaona kichwa, masikio tu ya Dominic. Uko na masikio kubwa, kubwa. Mapua kubwa, kubwa. Macho kubwa, kubwa. But naona anajaribu kupiga hiyo picha anajiangalia. Unajua siku naona watu wanatumia hai. Anajipeleka vile akiwa mzee atakuwa. Wacha ana mzee. Peleka hiyo another world vile utakuwa sasa tuone. Tuambie this is how I will be wearing the glorified body. Na cha ajabu by kesho saa 9 utaona ndio ameanza kupost hiyo. Hallelujah. Na wajuanga baba anajuanga character ya kila moja. This is the body I will be wearing. So ichore hapo tuone. Tukaange mapema tukijua hivi ndivyo utakavyokuwa. Bwana asifiwe. Lakini Bible inasema walk by what? By the Spirit. Do walk by flesh. By spirit. Romans 1:9, I serve God with my spirit. So everything serving by spirit, walking by spirit, sitting by spirit. And you will certainly not carry out the desires of the flesh. And you will certainly not do what? Carry out the desires. So you are one person, but you are two dimensions in expression. You can manifest the dimension of flesh or the dimension of the spirit. The fruits of the spirit tumeziona mahali pale chini. Now read to us. For the flesh desires. Matendo ya mwili ndio hiyo. Wapendwa, Bwana asifiwe. Munasikiza Sasa tuko katika ratili. Tunajisikiza kila mmoja ako kwa ratili ya neno. Si pastor si doti, kila mmoja ako kwa nini? Kwa neno. Aya, read for us. For the flesh desires. For the flesh desires what is against the spirit. Flesh desires what is against what? The spirit. And the spirit desires what is against the flesh. So, ni kumaanisha hapa, Bwana Yesu asifiwe. Romans chapter 6 inasema ya kwamba you are a servant to who you purpose to obey. Wewe ni mtumwa, either flesh or what? A spirit. Na Paul anasema in Romans anasema offer your body parts as an instrument of righteousness. Matendo ya mwili. Now the works of the flesh are. Angalia mwenzako mwambie now. Not tomorrow. Now. Mwambie open your ears. Open your ears. Unajua ikifika hapo watu wengi wanakuanga wa kiroho. Hallelujah. Mwangalie mwenzako mwambie now. Now. Tuko katika latili, tujiangalie. Je, kila mmoja ni nini wanga ina manifest katika maisha yako? And you know, marriages zingefuata ili andiko vizuri na watu waombe, haungepata shida katika marriage. Amen. Sure. Msichana kama hujaolewa, kijana kama hujaolewa, ungefuata hii kujiweka kwa ratili, haungekuwa na shida sana katika ndoa. Matendo ya mwili. Now the works of flesh are. Kwa maana sikiza, tunda moja la roho ni upendo. And that love is the love of the spirit. Ni kumaanisha you will love your neighbor. You will love your husband. You will love your wife. Si kwa maana leo, Bwana asifiwe. That's why we are living in a deceived generation. Watu wengi wanaoa makeup. Juzi nilisoma kanini kamoja akalisema walikuwa na gathering nyumbani Ushago. So si unaona cousins vile wanafika asubuhi usiku. Bwana asiwe sana. Wako makeup nini wamepiga luku. Sasa jamaa anasema ilibidi asubuhi cousins zake waanze kufanya introduction tena after kutoa makeup, ni kwa maana hawaeleweki. Ile waliona jana usiku.
Wacha ukweli mchungaji. Ati pasta unachoma. Wacha nichome mpaka iungue. Unabani. Ilibidi we sio ule tuliona. Tuliona rangi. Tuambie nao tena, introduce yourself a flesh. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana unaona sura tofauti. Sasa wa vijana ndio wanakuwa deceived. Kwa maana wanaoa makeup, wanaoa manguo. Urembo sio mbaya, nielewe vizuri. Bwana asifiwe sana. But I want to marry somebody who his spirit has been circumcised in Jesus' name. Ambaye naweza, listen, mimi ningeambiwa watu ambao wanaqualify kuolewa. Ningesema hivi, kuolewa na kuoa. Watu ambao wameokoka, wamekaa kwa kanisa, ambao wamekomaa. Now we can see the fruit of the spirit. Lakini toti unakataa tu kupenda mzee. Ni kwa maana hajanunua chips, hajakuja na habag. Pizza. Huyo mtu wa mwilini. Sasa you are walking by moods, you are walking by feelings. There is no fruit of joy, but the habag asilete habag. Chamana, I have a husband, I have a wife, I am joyful. Hata kama hajaleta leo, kesho ataleta. Sema amen. Unapata ya kwamba ndoa hazisimami ni kwa maana tunda la roho aliko. Watu they are walking in flesh. Tunaunganisha watu kwa madhabahu. People who are in flesh. So pastor anashinda counseling for the rest of your life. Kila mwezi lazima mkuwe na mkutano na pastor. Alikataa kutandika kitanda, so siongeleshi for 2 weeks. Sasa unapata hiyo ni ujinga. Na ndio unaona sasa counselors wanapata pesa, ile hali counselors they help you to your psychological realm only, not in your spirit. But pastor ambaye anafaa kukuhelp in your spirit, akuambie now when the fruit of the spirit has come, we need to see the fruit of the spirit. You need to be joyful. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanga tunasema for better for worse? So mimi hatukusema hivyo. Is it true? Sisi we interrupted our thing. We didn't say for better for worse. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But we know things can change along the way. But does it mean hautapenda huyo mtu when you are walking by the works? Na unasikia zinaitwa the works, fruit and the works. Are we together? So mimi ningesema vijana wakae kanisani walewe vizuri lakini wanataka kuja wakikuja kwa kanisa wako na Bible. And when you are preaching wako kwa FB. Nitakuwa nachukua notes, naangalia mtu au committed he is. Weenda uniletee mzigo yako, kuja ni waunganishi hapa. Lakini wakati kutakuwa na shida nitakwambia, wakati nilikuwa nakufunza neno au kushika, wakati nilikuambia nunua Bible katika discipleship class, committed kwanza mabana na mzigo. Na ninakuambia kama Paulo vile aliambiwa na Mungu, the gift of God is kwanza lima mangumi vizuri. Ni kwa maana mwili ndio inapiga mangumi, lakini mtu wa rohoni hata kama uko na namna gani anakukumbatia vile ulivyo na anakupenda na anakupatia time to change. Hello? Utaona tunda la rohoni ambalo limeelezewa mahali pale. Sexual desires. Watu ambao they walk in flesh. Unapata ya kwa married and you are thinking the other lady is better than the one you have. Sexual immorality. Iko mahali pale kwa Bible. So because you are walking in unaenda tu ukifungua zip kila mahali. Nawe dada kazi yako ni kufungua bahasha kila mahali unaenda. Yeyote kusoma katiba na kubali asome katiba because you are walking. Devil is a liar. Amen. I say devil is a liar. Wow, wandugu Bwana asifiwe. Wacha hiyo kalamu yako iandike moja. Nasema kalamu yako iandike kitabu moja. Na wewe wacha kukubali mwana kila mtu. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila moja mpaka hata kitambo ukuje kuolewa, kitambo ukuje umechoka. Hata naongea hivi ni kwa maana nyote hapa mmekomaa hapa hakuna mtoto. Hata ukilala na huyo dada, wewe unaona tu mwelu. Unaona Jane. Have mercy, Lord. Why? Tunda la mwilini. Bwana Yesu asifiwe.
Tusomee hapo. Number 1 is sexual immorality. Ndio inaanza. Ndio ninaongelelea. Sexual what? Immorality. Moral impurity. Idolatry. Sorcery. Hatred. Strife kwa madhabahu. Hiyo na hatred kwa madhabahu kwa praise and worship aishangi. So wakati unajipata haupendi ndoti kwa maana she is gifted more than you. Ni mfano ninapeana. You hate her, you are walking in flesh. Aro, Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Bible inasema neno la Mungu ni upanga, tukubali kutengenezwa. Jealousy. We. Hapo kwa jealousy. Hai. Pokeeni magari. Pokeeni manyumba. Sisa hii jealousy. Tunaendelea vizuri? Saa 5 imefika na imepita. Jehova, dakika 10 peke yake tumalize. Bwana asifiwe sana. Amen. But we came to learn. Kwani are we idle? We are learning. Bwana asifiwe sana. Amen. Are we blessed? Anasema tumebarikiwa church. Amen. Praise the Lord. Amen. Hii itajenga maisha yako na maisha yako ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. Mambo mengi ambayo utaona mahali pale, utaona kwamba the fruit of self control. Umesoma hiyo? Ya mwisho self control. Ya mwisho ndio hiyo self control. Hauna control. Hata mtu wa mkokoteni anaweza kukukatia. Hauna self control. Hata ukikatishwa chini upewe mawaidha na boss, you cannot admit. Unaona kila wakati boss anakuonea na kazi ni yake. Kesho ukifutwa utakuja nikuombee. Hauna self control. Ukianza kuongea hivi ni kama tabreta. Hauna self control. May the Lord have mercy. Amen. I say may the Lord have mercy. Amen. Self control is a fruit of the spirit. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuwa na self control, unapima maneno. Sema amen. Haujasikia? Nimenunua bundles za kutosha. Kuna mtu ako karibu tuongee. Ukisikia kuna mtu ako karibu tuongee, elewa kile anakuambia ni moshene. Ati kuna mtu anaweza kusikia. Sasa wacha nikusikie. Uliona huyo ndugu? Umesikia? Self control. Angalia mwenzako mwambie self control. Self control. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Ukiongeleshwa kidogo tu hivi umekasirika. Outburst of anger. Outburst of anger. Outburst of anger. Nimesema unakaa kama paka. Ukiongeleshwa kidogo tu hivi ni ngwe. Situkubali correction. Nasema situkubali correction. Praise the Lord. Na ni kwa maana ninawasaidia hivi, ni kwa maana when we stand before the people, what is in us flows to the church. I say what is in us flows to where? Tumeona tunda la mwilini na tunda la rohoni. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Matthew 15:19 as I wind up. Matthew 15:19. Haraka. Thank you Lord Jesus. Philbert, sasa unaweza ukashika keyboard. 15:19. Yes. For from the heart. From where? From the heart. Okay, ukisoma Bible vizuri utapata ya kwamba kuna interchange ambayo spirit, heart. Bwana Yesu asifiwe. Spirit, heart. Out of what? From the heart. From the heart. Come evil thoughts. Murders. Adulteries. Sexual immorality. Theft. False testimonies. And slander. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka ndani ya nini? So, lazima tujiangalie, tuambie Lord, search my heart. Search my heart, Lord. Search my heart. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana, why do we need to be discipled? Wakati umeokoka, hizi matendo yote ya mwilini uanga yaishi once. Are we together, church? Uanga yanaenda slowly yakikuwa Bwana submitted by the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza ukapata ya kwamba what you emit when you open your mouth, kile kina flow from your heart.
hatred, murderers, sexual immoralities, theft, evil desires. Si tunaweza tukaambia, Lord search my heart. Bwana Yesu asifiwe. Si tumeona Holy Ghost anakaa ndani yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie Bwana, Lord search my heart. Search my heart. Search my heart, Lord. Search my mind. Oh, inua tu mikono yako. Tumekuwa, hii ni kama hospitali tumekuwa asubuhi ya leo, whereby we are telling the Lord as ministers of the gospel, Lord search my heart, search my heart. Oh, instrumentalists praise and worship, tukue kwa madhabahu. Katarima kantelebe zikantelebe rianda, yasikantele rikantelebo zaria, yazeketele rianda. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Lord, I want to walk by spirit. I desire to walk by spirit. I desire to walk by spirit, not by flesh. Kwa maana matendo ya mwilini nimeyaona, na yako kinyume na matendo ya roho. Bwana nisaidie. Fungua kinywa chako, omba. Open your mouth and pray somebody. Jelele la baba boriante lebezaya. O rakata marekete leberiande. Jante lebezikante leberiande. Praise somebody. Praise somebody in the name of the Lord. When the word of God comes, it comes to everyone to address every unfinished project in our lives. Surrender, yield yourself before the Lord. Surrender before the Lord this morning. Tell the Lord, search my heart. Nothing is hidden before the Lord. Hawezi ukajifanya mbele za Mungu. Anajua moyo wako. Kile anahitaji ni uweze kuagree na yeye. Lord, this is the place I need your grace. Open your mouth and pray. Mahali neno limekufunulia asubuhi ya leo, any area you need change. Kumbuka tuliwaambia, there is a place of knowing and there is a place of applying the word of God. Ni wapi unahitaji uone mabadiliko? Ni wapi you need to change? Where do you need to see change in your life? Where do you want to see change? In your fankata, in your heart. Tell the Lord, I need grace. I need grace in this area. Mudomo wangu uko na shida. Matamshi yangu yako na mashida. Bwana ninakuhitaji. Shalala barekete leberianda. Ole granta rabarianda. Let the Holy Spirit in you. Pray somebody, pray in the name of